Nam, ahlan wa sahlan wa marhaban bik mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu bukheri wa afya, lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kupe ahueni na kusalimu na nakukaribisha katika taarifa ya habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na kaya 13 za kosa makazi wilayani Kariwa mkoani Tabora baada ya nyumba zao kuangushwa kutokana na mvua iliyoambatana na upepo mkali. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Kwanza ni mukhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan asema mahakama na barabara kabisa. Mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store, lakini pia kwa kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Othman, karibu tuwe sote. Mtazamaji, kama ilivyoada, mchezo kwa utunzi wa tunzi na habari za kitaifa. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema mahakama ya Tanzania ina wajibu wa kulinda utawala wa sheria, kusimamia utekelezaji wa mikataba, kulinda rasilimali za taifa na kuhakikisha maendeleo yanayopatikana yanawanufaisha wananchi kwa usawa. Mwandishi wetu Joyce Ngerengera ana taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na makamu wa rais wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku ya sheria nchini. Sambamba na hayo, maendeleo endelevu. Jaji Mkuu wa Tanzania Jaji George Masaju amesema mahakama itaendelea kutimiza majukumu yake kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahakama inapokuwa inatekeleza ipasavyo jukumu lake utoaji haki kwa mujibu wa ibara 107 ya Katiba, inachangia ustawi na ya mahakama, kunachangia amani na udugu wa wananchi, na hivyo kuwawezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za kijamii, kiuchumi na kisiasa kwa ufanisi ipasavyo, na hivyo kusonga mbele katika ustawi na maendeleo ya taifa. Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS Boniface Mwabukusi amesema suala la fedha limekuwa changamoto katika chama hicho, ambapo inakwamisha baadhi ya mambo. Tuna majukumu ya kijamii, legal aid, tuna majukumu ya kijamii kuwasilisha. Kwa hiyo mimi hata ninapomshtaki mwanasheria mkuu ninatekeleza wajibu wangu, sio adui yake. Tutakutana, tutakunywa kahawa, lakini kesho nakwambia hivi sikuachi, kwa sababu ni wajibu wangu kama TLS. Kwa hiyo serikali ione umuhimu wa kutenga fungu kwa ajili ya huduma za TLS ili kuleta usawa na matumaini kwa umma. Namshukuru Rais wa TLS. Na mtazamaji, na baradhi kwa usikivu usio mzuri wa taarifa hiyo. Tusonge mbele. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amezindua mashine tiba ya ugonjwa wa kansa itwayo PET scan yenye gharama ya shilingi bilioni 18.7 ambayo itasaidia serikali kuokoa fedha za kuwasafirisha Watanzania kufuata vipimo na tiba ya mashine hiyo nje ya nchi. Taarifa kamili na Athumani Mihula. Akizungumza katika uzinduzi huo jijini Dar es Salaam, Waziri Mchengerwa amesema kabla ya uwepo wa mashine hiyo tiba ya ugonjwa wa kansa, Watanzania walisafiri mpaka nchini India kufuata matibabu na vipimo kupitia mashine ya PET scan. Walilazimika kulipia shilingi milioni 6 hadi 8, lakini kwa uwepo wake hapa nchini watalipia milioni 1.2 pekee. Mashine ya aina hii kwa Afrika ziko kama mashine 10. Afrika Mashariki, nchi hizo tuzunguka, baadhi ya nchi inazo ziko kama mashine 2,
lakini mashine hii ndio mashine ya kwanza Afrika Mashariki ambayo inazalisha dawa tiba yenyewe. Mtaalamu wa matibabu ya nyuklia kutoka taasisi ya kansa ya Ocean Road, Dr. Bright Sangiwa amesema kipimo hicho cha PET scan ni cha uchunguzi wa awali wa ugonjwa wa saratani, huku akiwahakikishia Watanzania kuwa hakina madhara kiafya. Kipimo ambacho kinatumika dunia nzima, na sisi hapa Ocean Road katika kitengo hichi tunafuata mitaala yote ya uongozi wa utumiaji dawa. Ni kweli nilikuwa recommended niende India au Nairobi kwa ajili ya hichi kipimo, lakini wakasema kwamba mashine inakuja hapa very soon. Nimesubirishia kidogo, nimekuja hapa nishafanya kipimo. Wakati huo Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amewataka waandishi na wahariri wa vyombo vya habari kutoa elimu kuhusu bima ya afya kwa wote pamoja na kufanya habari za kiuchunguzi katika mifumo ya sekta ya afya ili kuweka wazi wizi na ubadhilifu, kwa sababu wao ndio jicho la wananchi. Kupitia kalamu zenu na kamera zenu kufikiwa na taarifa sahihi na maarifa mtakayoyapata siku hii ya leo. Kalamu zenu ni daraja, kamera zenu ni mwanga, sauti yenu ni dira ya uelewa wa taifa. Mnachoandika leo ndicho kitakachowaongoza wananchi. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amekutana na waandishi na wahariri wa vyombo vya habari kutoka mikoa mbalimbali kwa lengo la kuwapa uelewa wa bima ya afya kwa wote ili waielimishe jamii umuhimu wa kujiunga na huduma hiyo kabla ya uzinduzi wake unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Athman Mihula, Star TV, Dar es Salaam. Asante sana Athmani Mihula kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, turejee hapa Mwanza ambako bodi ya usajili wa uhandisi Tanzania ERB imezielekeza kampuni za ukandarasi na wadau wanaoendeleza ujenzi sehemu mbalimbali nchini kuhakikisha wanawatumia wahandisi wenye taaluma na ambao wamesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Bodi ya usajili wa wahandisi Tanzania ERB imepiga kambi jijini Mwanza, ikiwa ni hatua ya kusogeza huduma ya kusajili na kuhuisha leseni za wahandisi waliopo mikoa ya kanda ya Ziwa pamoja na kutoa huduma nyingine zenye kuhusu. Akiweka wazi kusudio la ziara hiyo, msajili msaidizi wa idara ya udhibiti ERB mhandisi Eric Nestori amewataka wahandisi kujitokeza kujisajili na kuhuisha taarifa zao kwa ambao zimepitwa na muda, huku akiwataka wadau wanaoendeleza majenzi kutumia wahandisi waliosajiliwa kwa mujibu wa taratibu. Lakini pia tutakagua majenzi yanayoendelea katika kanda ya Ziwa, ambapo tutazunguka katika miradi mbalimbali ya ujenzi kuhakikisha kwamba ile miradi inafuata taratibu, kanuni na sheria za ujenzi. Kwa hiyo na waelekeza wote wanaoendeleza majenzi sehemu mbalimbali kuhakikisha wanatumia huduma ya wahandisi waliosajiliwa na bodi ya usajili wa wahandisi, kwa sababu ni kinyume cha sheria kuajiri mhandisi kama unajua hajasajiliwa na bodi ya usajili wa wahandisi. Uwepo wa huduma hii wala sio jambo la kupuuza. Ninawakaribisha wote wahandisi wale wote ambao wana leseni zao zimeisha muda wake, wanaweza kaja kuisha leseni zao hapa katika ofisi za TANROADS Mwanza. Na pia kama kuna mwananchi ambaye anahitaji huduma ya uhandisi ushauri, anataka kujua kwamba bodi inaweza kumsaidiaje kupata mhandisi mshauri ambaye ni sahihi au mhandisi aliyesajiliwa, anaweza akafika hapa kwa ajili ya kupata huduma zile ambazo tunazitoa katika ushauri wa huduma za kihandisi na zile ambazo tumeziweka kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Baadhi ya wahandisi waliopata fursa ya kuhuisha taarifa zao wamebainisha hatua ya bodi kusogeza huduma na kuwafikia ni jambo muhimu kwao. Nimeshukuru huduma kuwa eneo la karibu na watu walipo, kwa sababu hii inaonyesha kiasi gani bodi yetu inaweza kutanuka na kumfikishia huduma mhandisi pale alipo. Kwanza kuokoa gharama, pili kuokoa muda ambao angeutumia kwa shughuli zingine. Mtu yote aliyesajiliwa lazima awe na leseni aina hii. Kwa leo hii ni utambulisho kwamba mtu aliyeaminiwa na aliyeapa kufanya kazi za ujenzi au za kiutaalamu, kwa maana kwamba engineering. Huduma hiyo itatolewa kwa muda wa siku 5 na baadaye bodi ya usajili wa wahandisi Tanzania pia itaendesha zoezi la kiapo kwa wahandisi wapya, kwa maana kuthibitisha rasmi. Sudi Shaban, Star TV, Mwanza. Na tukisalia hapa Mwanza, katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Daktari Hassan Abbas amesema serikali itaendelea kutimiza wajibu wake wa kuweka mikakati ya kuimarisha jeshi la uhifadhi, taasisi na kuajiri watumishi watakaofanya kazi kwa weledi ili kulinda rasilimali za taifa. Wilson Elisha anafafanua taarifa hii.
Akihitimisha mafunzo kwa askari jijini Mwanza, Katibu Mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii Daktari Hassan Abasi amesema serikali tayari imeshaweka mikakati, hivyo ni wajibu wa askari waliopewa dhamana ya kulinda na kuhifadhi kutojiingiza katika vitendo vinavyokinzana na sheria za nchi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu hii itaendelea kutimiza yale yanayopaswa serikali kuyafanya. Kuna mikakati mingi tunaitoa ya kuendelea kuimarisha jeshi letu, taasisi zetu, lakini pia serikali imeendelea kama mnavyoona leo kuajiri watumishi kwa ajili ya kuimarisha jeshi letu. Mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya usimamizi na wanyamapori Tanzania TAWA, Meja Jenerali mstaafu Hamisi Semfuko ametoa rai kwa wahitimu, wakati kamishna wa uhifadhi TAWA Mlagi Kabange akizitaja baadhi ya changamoto zinazowakabili. Nyinyi ni waskari wa jeshi usu la uhifadhi. Kuanzia sasa lazima muwe na utii wa hali ya juu kwa Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan. Changamoto ya kwanza ni uwepo wa ujangili. Changamoto ya pili ni changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu, na changamoto ya tatu ni uvamizi wa maeneo ya hifadhi kwa shughuli za kibinadamu. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba tunapozidi kupata nguvu kazi tunakuwa tumepata uwezo wa kuendelea kuzikabili changamoto hizo. Awali akitoa salamu za mkoa wa Mwanza, mkuu wa wilaya Ilemela Amiri Mkalipa amesema ni vema wahitimu wakawajibika kwa kulinda rasilimali za nchi kwa kutumia mbinu za mafunzo waliopata. Hakikisheni mnatimiza wajibu wa kusikiliza maelekezo ya viongozi wenu, kufuata misingi ya nchi, kulinda rasilimali zetu na kuepuka vitendo vya rushwa. Kwa taasisi ya taaluma ya wanyamapori Pasiansi, Jeremia Msigwa amezungumzia umuhimu wa mafunzo, huku baadhi ya wahitimu ambao wamenufaika na ajira wakiahidi kwenda kufanya kazi kwa weledi. Na sisi ambao tuliwapika kabla hamjaingia kazini, itakuwa ni credit kubwa sana. Mjifunze uzalendo, mfanye kazi kwa weledi mkubwa, hakikisheni kwamba mnakuwa Tanzania ambao mnafanya shughuli kwa mujibu wa sheria. Mimi kama askari, kwanza ninashukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia kwa kuniajiri. Pia ninaahidi kufanya kazi kwa mujibu wa katiba ya nchi. Na mambo tofauti ambayo tumefundishwa hapa kipindi chote cha kozi tutaenda kuyatumia vizuri porini ili kuweza kuhakikisha ulinzi thabiti wa rasilimali zetu. Mafunzo hayo ya jeshi la uhifadhi yameandaliwa na TAWA na kudumu kwa muda wa miezi 6 na jumla ya wahitimu 256 wametunikiwa vyeti. Ulisonisha Star TV Mwanza. Imeelezwa kuwa uwepo wa mahakama imara na yenye kutoa haki kwa wakati huchochea uwekezaji wa ndani na nje nchi kuwa na imani ya kuwekeza, huku migogoro ya kijamii na kibiashara ikitatuliwa kwa ufanisi na kwa mujibu wa sheria. Salma Mrisho ana taarifa hii. Haya yamebainishwa na jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Geita Kelvin Mhina wakati wa kilele cha siku ya sheria, akisisitiza nafasi ya mahakama katika ustawi wa taifa. Mahakama imeendelea kuwa mhimili wa kulinda haki, kuimarisha amani na kuzuia uwajibikaji katika jamii, hatua inayosaidia kuzuia vitendo vya rushwa na uvunjifu wa sheria. Kisha kwa mali hakimiliki za mikataba vinalindwa kisheria, basi kuna mazingira mazuri ya kisheria ambayo yanavutia, yanavutia na yanatabirika kwa wafanyabiashara na uwekezaji wa ndani na nje ya nchi. Kunapokuwa na migogoro ambayo haitatuliki au inachukua muda mrefu kutatuliwa, hiyo inakuwa ni kikwazo, na mahakama ambayo inafanya hivyo mara nyingi inakuwa haisaidii sana kwenye ustawi wa taifa. Kupitia maamuzi yake, mahakama imekuwa ikihakikisha kuwa hakuna aliyejua sheria, jambo linaloimarisha imani ya wananchi kwa mifumo ya dola. Ili mahakama iweze kutoa mchango muhimu katika ustawi na maendeleo ya taifa, ni lazima iwe na sifa zifuatazo. 1. Huru. Mahakimu na majaji ni lazima wawe huru kutoka kwenye ushawishi, msukumo au vitisho kutoka mihimili mwingine, vyama vya siasa au nguvu zozote za nje. Kwa upande wa chama cha wanasheria Tanganyika mkoa wa Geita, wamesisitiza kwa taasisi kufanya kazi kwa uwazi na kuheshimu sheria za nchi. Mfumo wa kidemokrasia, taasisi kama mahakama, polisi, jeshi la wananchi, wizara na taasisi nyingine za umma zinatakiwa kufanya kazi kwa uwazi
na kwa kufuata sheria za nchi. Hii huchochea imani kwa jamii, kwani wananchi wanapojua kuwa haki inapatikana bila upendeleo, wanawekeza nguvu zao katika uzalishaji na ujenzi wa taifa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amepongeza utendaji kazi wa mahakama. Najua umeeleza vizuri, bila wadau kutimiza wajibu wao, bila wadau kuplay their part, ile haki au tunataka kuiona kwa haraka tutaiona. Na sisi kwenye mkoa changamoto hii, Mheshimiwa Jaji Mfawidhi, sijawahi kuisikia. Aidha magereza kuchelewesha kuleta habusu au magereza kutokuleta kabisa, session imepangwa lakini haonekani. Kwa hiyo changamoto hii kwa kweli. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Wakati taswira ya mahakama ikiwa hivyo mkoani Geita, huko mkoani Morogoro, wakazi wa Kilosa walioshiriki maadhimisho ya kitaifa siku ya sheria wamedai utendaji usioridhisha wa baadhi ya viongozi walio kwenye mamlaka za kisheria ndio sababu ya kuendelea kuripotiwa matukio ya kujichukulia sheria mkononi, wakisisitiza uwajibikaji kuondoa dosari inayoharibu taswira ya mamlaka hizo. Taarifa kamili na mwanahabari wetu Omar Hussein. Ni baadhi yao viongozi walioungana na wakazi wa Kilosa hapa viwanja vya mahakama ya wilaya kunakofanyika maadhimisho siku ya sheria nchini kwa wilaya ya Kilosa. Wanakutana kuweka mikakati ya pamoja ya utendaji. Baadhi yao wakazi wa Kilosa walioshiriki maadhimisho hayo wanaeleza mtazamo wao juu ya mwenendo wa upatikanaji wa haki kwenye baadhi ya mamlaka. Akikamatwa labda akapelekwa kwenye vyombo husika, hasa mwisho wa siku vyombo vitana baada anaonekana mitaani, unaona. Kwa hiyo nadhani labda kuna masa wakati mwingine inakuwa ni ngumu kuwapeleka kule bana, nguvu ya kifedha. Waitendee haki, kesi zote zitendewe kwa haki, yani bila ya nani yoyote. Ndio tunachoomba na ndio tunachohitaji. Polisi mimi nashauri maeneo husika wasimamie ili wananchi wapate haki sawa. Changamoto za aina hiyo ni kati ya vipaumbele vya serikali kutafutia ufumbuzi. Mkuu wa wilaya Kilosa Shaka Abdul Shaka, mgeni rasmi kwenye maadhimisho hayo, amewekea mkazo uadilifu kwenye utendaji. Waheshimiwa mahakimu, mkafanye mahakama kuwa sehemu ya kimbilio kwa kila mwananchi anayehitaji haki, kama ambavyo jaji mstaafu Mwasiumo J kwenye moja ya hukumu zake alisema, mahakama ni hekalu la haki. Hakuna mtu anapaswa kuogopa kuingia ili kutetea haki yake kama ilivyotolewa na sheria za nchi. Maboresho yaliyofanyika ikijumuisha miundombinu, pia matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano inatajwa kuwa mwarobaini wa changamoto hizo, pia uharaka wa kutoa maamuzi. Matumizi ya teknolojia na usimamizi madhubuti wa mashauri zilipelekea kupungua kwa mlundikano wa mashauri, jambo ambalo lilisaidia kupunguza kwa gharama, usumbufu wa wananchi na taasisi zinazotafuta haki. Kinachosisitizwa ni usimamizi wa misingi ya kisheria na utawala bora, kuwezesha mamlaka kuwa huru kutoa maamuzi. Mahakama ni muhimili muhimu katika mnyororo mzima wa utoaji wa haki. Ufanisi wake una mchango mkubwa katika ustawi wa jamii yetu. Tuendelee kushikamana katika kujenga taifa lenye haki, amani, maendeleo na ustawi kwa wote. Mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa ndio kauli mbiu inayopamba maadhimisho siku ya sheria kwa mwaka huu 2026. Inatoa taswira ya umuhimu wa mahakama katika kusimamia haki, kulinda utawala bora wa kisheria, kuweka misingi ya amani na maendeleo endelevu. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV. Kwingineko, mahakama nchini Tanzania zimeendelea kuchukua hatua madhubuti za kuboresha mifumo ya utoaji haki, hatua inayolenga kuimarisha mazingira ya biashara na kuvutia uwekezaji wa ndani na nje ya nchi. Diana Rose Charles anafafanua taarifa hiyo. Hayo yamebainika katika maadhimisho ya siku ya sheria nchini yaliyofanyika mkoani Kilimanjaro, ambapo mgeni rasmi ni Jaji Mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Moshi, Jaji Dr. Lilian Mongela. Akizungumza, Jaji Mongela anasema kupitia maboresho ya mfumo wa kisheria na matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, mahakama zimeweka mazingira ya wezeshi kwa wawekezaji wanaohitaji uhakiki wa udhabiti wa sheria katika masuala ya mikataba, umiliki mali na utatuzi wa migogoro ya kibiashara. Katika uchumi wa kileo unaoendeshwa kiushindani,
Ufanisi wa mahakama katika kushughulikia mashauri ya kibiashara kwa haraka na kwa haki ni kichocheo kikubwa kwa ukuaji wa uchumi wa taifa. Mahakama kwa ufanisi huongeza imani ya wawekezaji na kuongeza ajira ambayo kwa kiasi kama afya, elimu na miundombinu. Kwa upande wake, wakili wa serikali kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali mkoa wa Kilimanjaro, Tamari Mndeme, amesema namna ambavyo mahakama inatoa mchango katika jamii kuwa ustawi wa maendeleo ya taifa huletwa na serikali pekee. Fikra hii si sahihi, kwani katika jamii na taifa lolote ustawi wake na maendeleo yake hutegemea mihimili yote mitatu, yaani serikali, bunge na mahakama, vikifanya kazi kwa kutegemeana. Wakati serikali huchangia ustawi wa maendeleo ya taifa kupitia majukumu yake ya kiutendaji na kibajeti, bunge hufanya hivyo kwa kupitia wajibu wake wa kiuwakilishi na utungaji wa sheria. Mahakama ina jukumu la kikatiba la kutafsiri na kutumia sheria, na hivyo kuweka mazingira wezeshi ya sheria ya uwekezaji bora na sera, mipango na miradi inayotegemewa katika kuleta ustawi wa maendeleo ya taifa letu. Naye mwenyekiti wa chama cha mawakili wa kujitegemea mkoa wa Kilimanjaro akatoa salamu za chama hicho, huku mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu akasisitiza kuwa serikali ya mkoa huu kuendelea kushirikiana na mahakama. Taifa linapokuwa na mfumo wa utoaji haki unaoaminika, unaofanya kazi kwa ufanisi na unaoweka mbele maslahi ya wananchi bila upendeleo, dhuluma wala hiana, na kuleta hali ya watu kuwa na matumaini, basi ustawi wa kiuchumi, kijamii na kisiasa huimarika. Mahakama ni chombo kinachojitegemea, serikali ni muhimili mwingine. Kwa hiyo sisi kama serikali kupitia katibu tawala wa mkoa ambaye ndio mtumishi namba moja wa watumishi kwenye mkoa, tutaendelea kuwapa ushirikiano wa kutosha. Na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kupitia shule awali ya mafunzo ya kijeshi RTS Kihangaiko iliyoko Msata, Bagamoyo mkoani Pwani imekamilisha jengo la wodi ya kisasa ya kulaza wagonjwa ambao pia itatumiwa na wakazi wa vijiji vinavyozunguka kambi hiyo. Hii ni wodi ya kulaza wagonjwa ambayo imejengwa katika kituo cha afya cha RTS Kihangaiko, mali ya shule ya awali ya mafunzo ya kijeshi RTS Kihangaiko Msata, Bagamoyo mkoani Pwani. Sasa imekamilika kwa 100%. Bila shaka wodi hii imezinduliwa na mkuu wa majeshi ya Tanzania Jenerali Jacob Mkunda, na kwamba tayari imewekwa vifaa vya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma za afya madhubuti kwa askari na wananchi. Jengo hili lilianza ujenzi siku ya tarehe 1 Januari 2024 na limekamilika tarehe 31 2026. Jengo kutoka kwa support kwa shilingi milioni 130 kama sehemu ya jengo hili lililoko mbele yako ufunguzi anaona kiwango cha ujenzi kinaridhisha, hivyo wanapaswa kuanza kuhudumia jamii kwa uadilifu na weledi. Ndio. Hiyo sasa bado kiangalia tofauti. Ndio. Isiwe kama ya kikosi au ya chuo. Ndio. Sababu inakuwa na wagonjwa wengi au na watu wengi wakati mmoja. Ndio. Lazima angalie tofauti. Imewekwa wazi Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limefanya juhudi kubwa katika kuhakikisha kituo hicho kinakuwa cha kiwango cha juu, na kwamba hatua kuzinduliwa sasa ni hali ya kutia moyo. Napenda kutoa shukrani za dhati kwako wewe kwa kubali kutuwekea jiwe la ufunguzi wa wagonjwa ambao umejenga kushirikiana na shule ya makao makuu ya jeshi kwa jumla ya thamani ya shilingi milioni 270. Hata hivyo, ujenzi wa wodi hiyo
ni sehemu ya jeshi kuunga mkono jitihada za kuboresha upatikanaji wa huduma za afya kwa wananchi. Na extension plan. Extension plan ndio ujenzi wa hayo majengo mengine. Ndio afande, kujenga OPD na emergency department pamoja na X-ray department. Sudi Shaban, Star TV. Namna kamishna msaidizi wa sera za ununuzi wa umma kutoka Wizara ya Fedha Emma Komba amesema kufanyika kwa mafunzo ya ununuzi wa umma kwa watumishi yanayofadhiliwa na Benki ya Dunia kutasaidia kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa shughuli za ununuzi wa umma kwenye miradi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia hapa nchini. Adam Lohoma ana taarifa hii. Emma Komba ametoa ujumbe huo jijini Dar es Salaam wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya siku 14 ya ununuzi wa umma kwa watumishi yanayofadhiliwa na Benki ya Dunia, yakilenga kuwajengea uwezo ili kuongeza ufanisi hasa katika miradi inayofadhiliwa na benki hiyo. Benki ya Dunia inafadhili serikali kwa asilimia kubwa sana. Miradi ni mingi inayotekelezwa ikiwemo barabara, ya ujenzi na kadhalika. Kwa hiyo kwa mafunzo haya serikali itanufaika kwa sababu miradi hiyo itatekelezwa kwa ufanisi kwa kuwa wahusika implementers wanaotekeleza miradi hiyo wanapewa mafunzo leo, wanajengewa uwezo. Aidha, imebainishwa kuwa mafunzo hayo yanakuja kufuatia kuwepo kwa utekelezaji hafifu wa ununuzi kwenye miradi inayofadhiliwa na Benki ya Dunia, hali iliyokuwa ikisababisha miradi mingi kusuasua. Hivyo mafunzo hayo ya siku 14 yametajwa kuwa mwarobaini wa changamoto hiyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo kupitia mafunzo haya wataalamu ambao watahusika kwa ajili ya kutoa mafunzo haya wataliangalia hilo jambo na kuona namna ambavyo sasa litafanyiwa maboresho ili kuhakikisha kwamba process ya ununuzi isichukue muda mrefu sana kuliko ambavyo jamii inataka. Lakini kingine nadhani ni kuhusu mifumo. Sasa hivi tasnia ya ununuzi inaenda kwa mabadiliko makubwa pia kwenye kutumia sayansi na teknolojia, lakini pia kuna mifumo sasa hivi ambayo inatumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jambo zima la ununuzi linaenda kwa ufanisi mkubwa. We don't want our procurement specialists to be flying from Washington DC every time there is a training. We want you to be able to deliver this program and to sustain it over time. Kwa miaka kadhaa nyuma imeonyesha kutetereka, imekuwa haifanyi vizuri. Bahati nzuri wenzetu wa Benki ya Dunia walifanya utafiti mwaka 2024 wakagundua kwamba ufanisi haupo vizuri kwa sababu ya uwezo wa watendakazi upande wa ununuzi na ugavi. Hivyo basi moja kati ya majibu ya kufanya vizuri kwa mradi hii wakaona ni vyema kuwapa uwezo. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo kutoka bara na visiwani wamekiri kuwa yatawasaidia kuongeza ujuzi wa namna kufanya ununuzi wa umma kwenye miradi mbalimbali ikiwemo inayofadhiliwa na Benki ya Dunia. Training inaongeza uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo training kwetu ni nzuri na imekuja kwa muda mwafaka. Swala ya procurement ina umuhimu wake katika miradi. Kwa hiyo lazima tuwe na uelewa wa kutosha. Pamoja na mambo mengine, washiriki wa mafunzo hayo pia watafundishwa namna ya kutumia teknolojia ya akili unde katika kutekeleza vyema ununuzi wa umma. Adam Luhomwa, Star TV, Dar es Salaam. Asante sana Adam Luhomwa kwa taarifa hiyo mtazamaji, na taarifa hii inatupeleka mapumziko mafupi. Nitakaporejea hapa tutakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. Wapenzi wote wa soka, hivi ndivyo tunavyofunga Januari kibabe ndani ya Star Times. Kuanzia Carabao Cup, La Liga, Copa del Rey, Bundesliga hadi Saudi Pro League, zote ni ndani ya Star Times. Ni Carabao Cup kitawaka. Usikose bonge la nusu finali ya pili Jumanne Februari 3 ni Arsenal dhidi ya Chelsea saa 5 kamili usiku, huku Jumatano Februari 4 Man City watakaribisha Newcastle saa 5 kamili usiku, bila kukosa robo finali ya Copa del Rey Jumanne Februari 3 Albacete dhidi ya Barcelona saa 5
kamili usiku. Alhamis Februari 5, Real Betis dhidi ya Atletico Madrid saa 5 kamili usiku. Usikose mechi hizi live kupitia TV3 kwa Kiswahili na chaneli za michezo za Star Times kwa Kiingereza. Jiunge na Star Times leo kwa bei ya punguzo, upate dekoda antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 tu, au dekoda dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 tu. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Shirika la Viwango Tanzania TBS kupitia kitengo cha metrolojia tunawakaribisha wadau wote wa sekta ya afya, hususani mahospitali na maabara za utafiti kuja TBS kutumia huduma tunazozitoa katika fani ya jotolidi, uzito na katika fani ya kemia ya metrolojia. Tunawakaribisha wateja wetu kutumia huduma hizi kwa sababu zitawasaidia sana kuwa na usahihi wa vipimo. Lakini pia Shirika la Viwango Tanzania kupitia kitengo cha metrolojia tunawaelimisha namna ya kutunza vifaa vyao, namna ya kukokotoa yale majawabu yanayotoka katika vifaa vyao ili kuwa na majibu sahihi mnayoyatoa. Mnaweza kutupata kupitia namba ya simu 0800 11 0827. Shirika la Viwango Tanzania TBS linapenda kuwatangazia wafanyabiashara wote wa vyakula na vipodozi kuwa matangazo yote yanayohusiana na bidhaa hizi yanapaswa kuwasilishwa TBS kabla ya kutangazwa ili kuweza kuhakikiwa. Uhakiki wa matangazo haya unafanyika ili kuepusha upotoshaji kwa watumiaji wa bidhaa husika. Matangazo hayo ni yale yote yanayorushwa kwenye vyombo mbalimbali vya habari, mitandao ya kijamii, mabango na sehemu nyinginezo. Kwa maelezo zaidi usisite kuwasiliana nasi kwa namba ya bure 0800110827. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa jicho letu mkoani. Tuelekee mkoani Tabora. Kaya 13 zimekosa sehemu ya makazi baada ya nyumba zao kuangushwa kutokana na mvua iliyoambatana na upepo mkali iliyoangusha pia majengo manne ya kanisa katika kata ya Seleli wilayani Kaliua mkoani Tabora. Robert Kakwesi ana taarifa hii. Mkuu wa wilaya ya Kaliua Dr. Gerald Mongela akikagua baadhi ya majengo yaliyoathiriwa katika kijiji cha Bulela kata ya Seleli na kueleza namna ilivyotokea. Jengo hili likawapelekwa na upepo kama mnavyoliona, mabati mengine yakaenda mbali katika majirani na miji hiyo ya kanisa, na kwa ajali ya jengo hili kwa kweli tuliumia na tunaumia. Lakini tunashukuru sana Mungu kwa sababu siku hiyo kulikuwa na watu walikuwa ndani ya jengo hili walikuwa wakiendesha kikao. Mungu aliwanusuru wakatoka wote wakiwa wazima. Ni nyumba za makazi, nyumba 13 ikiwemo na makanisa 4 ambao jumla inakuwa ni 17 walioweza kuathirika na janga la mvua ya mawe. Mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Uliankuru ilipo kata hiyo Jaffer Lufungija anawapa matumaini waathirika. Tumelipokea jambo kwa masikitiko haya kama ambavyo nyinyi liliwakuta, lakini haya hayakuwa makusudi yetu. Jukumu letu sisi na hasa la sisi wachaguliwa kuhakikisha kwamba jamii iliyotupa kura, iliyokiamini chama iliyopata dhamana, ni kuona namna ambavyo tunaweka usaidizi pale inapotokea changamoto hii. Mimi kama mbunge wenu, mambo ambayo pengine nataka nielekeze kwa katibu wangu kwamba aje ashirikiane na viongozi kufanya tathmini alafu wailete
Wakishaileta siku tunakuja, tunahitaji tuone namna ambavyo sasa tuna support. Uongozi wa wilaya ya Kaliua unawaahidi waathirika kusaidiwa. Nyie mmefanya vizuri kwa sababu tayari tunacho karatasi ya kuweza kufanyia kazi. Mheshimiwa Mbunge, naomba turidhie hiyo kwamba tutakaa tena mimi na wewe bila maneno marefu, alafu tutamtuma aje katibu wako kuja kuleta salamu hapa. Sawa. Basi poleni sana. Kaya zilizoathiriwa na janga hilo zinahifadhiwa na ndugu, jamaa na majirani wakati zikisubiri msaada wa jamii. Robert Kakwesi, Star TV, Tabora. Asante Robert Kakwesi kwa taarifa hii. Mtazamaji, twende mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. Karibu sana mtazamaji katika habari za biashara na uchumi. Serikali mkoani Mara imezindua rasmi soko la ununuzi wa zao la tumbaku, ambapo wakulima wameaswa kuendelea kuzingatia taratibu katika uvunaji wa zao hilo ili kuendeleza ubora katika soko la dunia. Taarifa kamili na Francis Clovis. Akizindua rasmi, mkuu wa wilaya Serengeti Angelina Mariko anasisitiza wakulima kuzingatia utaratibu katika uvunaji wa zao hilo. Ndugu washiriki, katika ufunguzi huu wa masoko zao la tumbaku, tuendelee kutimiza kauli mbiu ya ushirika ni biashara. Kwanza, kusimamia ubora wa tumbaku inayotolewa sokoni katika kipindi kizima cha masoko ili kuwezesha kupata madaraja yenye bei nzuri, hivyo kuongeza ustawi wa kipato kwa wakulima. Swala la ununuzi inakuwekwa wazi nalo linasisitizwa ili kuweza kusaidia wakulima. Ni kwamba biashara hii ununuzi ufanyike kadiri na kwa mujibu wa sheria, pasiwepo na malumbano. Mkulima apate haki yake na mnunuzi apate haki yake. Kwa naomba tuzidi kuongeza uzalishaji ili kusudi tunapoongea mkoa wa Mara na sisi tunakuwa tunaungana nayo. Kwa mwaka huu tunatarajia tuwe na kampuni 3 za ununuzi. Kampuni hizi zilifunga mikataba na uzalishaji kwa wakulima. Tumefanya tathmini mwezi wa 12 tukabaini takriban kilo milioni 3 zinaenda kuzalishwa. Iza swala la uhamasishaji linatajwa kuongeza zao la tumbaku la Serengeti mkoani Mara. Wanaaswa kuendelea kuchangamkia fursa zilizopo urani humo. Limekuwa na mwitikio mkubwa, ndio maana unaona vyama vinaongezeka, lakini pia wakulima wanaongezeka. Hivyo basi zao hili linabadilisha maisha ya mkulima mmoja mmoja, chama cha ushirika pamoja na serikali inapata mapato kutokana na zao. Msimu wa mwaka 2024-2025 chama cha ushirika msingi cha Nyamakendo tumezalisha tumbako kiasi cha bero 2351 zenye kilo 2,747.30 zenye thamani ya dola ni 59,9151.40 na tumbaku zetu zilinunuliwa kwa wastani wa US dola 2.74 kwa kilo, ambapo kwa uzalishaji huo tumbaku tulipata kiasi cha shilingi za Kitanzania bilioni 1,151,336,070. Tunaiomba serikali iangalie kwanza bei iwe mazingira rafiki na mkulima ili aweze kupata faida, tusiwe watumwa wa kampuni. Nikiripoti kutoka na Serengeti mkoani Mara, Francis Clovis, Star TV. Asante Frankius. Na kampuni ya mawasiliano Yas imekabidhi zawadi mbalimbali kwa Watanzania 22 katika draw ya kwanza kampeni yake ya tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas, ambao wamejishindia zawadi mbalimbali ikiwemo fedha taslimu. Wiki ya kwanza tuna jumla washindi 22 ambao tumeweza kuwakabidhi zawadi siku hii ya leo. Kuna mshindi mmoja ambaye amejishindia zawadi ya wiki ya shilingi milioni 5, lakini pia kuna washindi 7 ambao wamejishindia kiasi cha shilingi milioni 1,
na washindi 7 wengine ambao wamejishindia router za 5G na washindi 7 wengine ambao wamejishindia simu mpya kabisa za smartphone kutoka Yas. Katika kuendeleza kusherehekea mwaka mmoja wa Yas, bado zawadi zinaendelea kutolewa na bado tuna zawadi zijazo kubwa zaidi. Kuna zawadi ya kwenda Dubai kwa washindi 10, lakini pia bado tunaendelea kutoa shilingi milioni 1 kila siku, milioni 5 kila wiki, na pia kuna devices router. Kupitia zawadi hii ambayo nimepata itanisaidia kurahisisha kuyafanya yale majukumu yangu kama kulipa ada za watoto, kodi za shule na vitu vingine vya kifamilia. Nimefurahi sana. Mtazamaji usiondoke, habari za kimataifa zinafuata. Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DSTV we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho na kuambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania. Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi, mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DSTV, we got you. Karibu sana mtazamaji katika habari za mataifa mbalimbali. Uongozi wa juu wa Iran umeonya kuhusu mzozo wa kikanda ikiwa Marekani itaishambulia na kuvitaja vikosi vya Umoja wa Ulaya kama makundi ya kigaidi katika hatua ya kulipiza kisasi. Charles Machugu ametuandalia undani wa habari za mataifa mbalimbali. Mvutano kati ya Washington na Tehran, mazungumzo yanayoendelea nyuma ya pazia jeusi yakiongozwa na majimbo ya kikanda ikiwa ni pamoja na Misri, Qatar, Uturuki, Oman na Saudi Arabia, yote yakitafuta kuzuia vita mpya kuzuka. Kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah al-Sayyid Khamenei, ameonya kwamba shambulio la Marekani linaweza kusababisha vita vya kikanda. Hili linakuja huku rais wa Marekani akisema anatumai makubaliano hata wakati mali za kijeshi za Marekani ziko katika eneo hilo la diplomasia ya nyuma ikiendelea. Naye waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Mahmoud Abdulrahman Al Thani, alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayed Abbas Arachi, pamoja na katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Iran, Al Larijani, mjini Tehran, na kwenye mazungumzo Arachi amesisitiza kwamba vita vitakuwa na athari kubwa kwa kila mmoja. Irani kwa sasa pia linayachukulia majeshi yote ya Umoja wa Ulaya kama makundi ya kigaidi, ikiangazia sheria ya mnamo mwaka 2019 ya taifa hilo baada ya hatua ya umoja huu kukiorodhesha kikosi cha mapinduzi cha Iran kama kundi la kigaidi. Tukiangazia Uingereza. Waziri wa zamani wa serikali ya Uingereza ambaye pia alikuwa ni balozi wa zamani wa Uingereza nchini Marekani, Peter Mandelson, amejiuzulu kama mwanachama wa chama cha Labour cha waziri mkuu Keir Starmer baada ya ripoti mpya ya uhusiano wake na mfadhili wa Marekani, Jeffrey Epstein.
Mwanasiasa huyu mashuhuri wa Uingereza amejiuzulu katika chama cha Labour ili kukwepa fedheha zaidi kufuatia kuibuliwa tena taarifa za urafiki wake na marehemu Jeffrey Epstein. Mandelson aliyefukuzwa ubalozi akiwa anaiwakilisha Uingereza nchini Marekani mwaka jana kwa sababu za mafungamano yake na Epstein yumo kwenye nyaraka zilizochapishwa na Wizara ya Sheria ya Marekani kuhusiana na mfadhili huyo aliyefia jela baada ya kukumbwa na kashfa ya ngono na watoto wadogo. Miongoni mwa mawasiliano yaliyomo kwenye nyaraka hizo yanamwonyesha Mandelson akimuhakikishia Epstein kuwa angelipigania suala la mfadhili huyo kulipwa na serikali ya Uingereza, huku taarifa za benki zikimwonyesha yeye mwenyewe kupokea dola 75,000 kutoka kwa Epstein baina ya mwaka 2003 na 2004. Kwingineko, naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev amesema pendekezo la mataifa ya Ulaya la kupeleka wanajeshi wanachama wa NATO nchini Ukraine kama sehemu ya dhamana ya usalama na makubaliano ya amani halikubaliki kwa Urusi. Duru mpya ya mazungumzo yanayosimamiwa na Marekani kuhusu kukomesha vita vya Urusi dhidi ya Ukraine yanatarajiwa kuendelea wiki hii baada ya kuahirishwa kwa muda mfupi, huku mazungumzo yakiendelea dhidi ya mapigano yanayoendelea mstari wa mbele na mashambulizi ya masafa marefu kwenye maeneo ya nyuma. Mazungumzo hayo ya pande tatu yatafanyika Jumatano na Alhamis huko Abu Dhabi, ambapo mkutano uliopita ulifanyika mwezi uliokwisha. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba atatuma ujumbe kwenye mkutano huu ambao awali ungefanyika weekend lakini ulicheleweshwa. Utawala wa Rais Trump katika mwaka uliopita umesukuma pande hizo mbili kutafuta maelewano, lakini kuvunja mkwamo kuhusu masuala muhimu haukuonekana kuwa karibu zaidi, huku maadhimisho ya miaka 4 ya uvamizi wa Urusi dhidi ya jirani yake yakikaribia. Na sasa tuweke nukta kubwa katika habari hii. Watu 15 wameuawa na 7 kujeruhiwa baada ya ndege isiyokuwa na rubani ya Urusi kugonga basi lililokuwa limebeba wachimbaji wa madini wa kampuni ya nishati ya DTEK katika eneo mashariki mwa wa Ukraine. Volodymyr Zelensky ametoa rambirambi zake kwa familia za wachimbaji wa madini 15 waliouawa katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani ya Urusi kwenye basi katika eneo hilo. Katika hotuba yake ya usiku, Rais Zelensky pia amechangia mgogoro unaoendelea wa nishati huko Kiev, ambapo mamia ya majengo na makazi yamebaki bila ya kupashwa joto wakati huu wa majira ya baridi kali na mashambulizi ya Urusi yanayoendelea dhidi ya miundombinu. Rais Zelensky amethibitisha kwamba mazungumzo ya amani ya pande tatu kati ya Ukraine, Urusi na maafisa wa Marekani yamepangwa kufanyika Februari 4 hadi 5 katika Falme za Kiarabu, yakilenga kushughulikia uhasama na kulinda miundombinu muhimu. Tazamaji, tuende mapumziko mafupi. Nitakaporejea hapa tutakuwa tukidunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali usibadili kituo. Mwaka mpya huu tunaliamsha dude upya kwa sababu DSTV we got you. Tuna mashuti, tuna matokeo, tuna filamu, tuna yowe la ushindi, tuna tamthilia, tuna vichekesho na kwambia tuna vitu avipendavyo kila Mtanzania. Njoo ujiunge nasi, halafu ukiamua kubaki nasi, mara pap tunakupandisha kifurushi bila malipo ya ziada. Lipia bomba tukupandishe shangwe, na ukilipia shangwe tunakupandisha compact na kuendelea. Faidi channel zaidi, vipindi zaidi, sababu nyingi zaidi za kubaki na sisi, kwa familia yako, marafiki zako na kwako binafsi kila kukicha. Ndiyo, tuna vingi katika vyote unavyovihitaji kuanza mwaka wako na furaha maradufu. DSTV, we got you.
Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa shabiki wetu nambari moja. Hizi ni habari za michezo na burudani. Tuanzie kwa wana Lunyasi Simba Sports Club. Bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba imesema imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya mashabiki wa klabu hiyo kumvamia na kumfanyia fujo mwenyekiti wa klabu hiyo na makamu mwenyekiti Murtaza Mangungu baada ya mchezo wao wa ligi ya mabingwa dhidi ya timu ya Esperance de Tunis. Mchezo huo ambao uliisha kwa timu hizo kufungana magoli 2-2. Taarifa kamili na Mbwana Shomari. Kwenye taarifa iliyotolewa na bodi hiyo kwenda kwa umma, imesema vitendo hivyo si vya kiungwana na kuliomba jeshi la polisi nchini kuchukua hatua za kisheria kwa wote waliohusika katika vurugu hizo. Kwanza tunashukuru kwamba masala ya mpira wakati mwingine mnaweza mkapoteza bahati. Timu tunaona kwamba imefanya mabadiliko makubwa. Endelea tu sasa. Acha nayo. Unajua siwezi kuzungumza katika kelele namna hii. Baadhi ya mashabiki wameushauri uongozi wa klabu hiyo kujipanga kwa msimu ujao kwa mashindano ya kimataifa baada ya timu yao kufanya vibaya msimu huu kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Simba kama mnavyojua ni timu kubwa, timu ambayo inajituma katika mashindano haya mpaka kufika nafasi ambayo ipo. Kwa hiyo sisi tunaipokea timu yetu. Twende tukajipange na msimu unaokuja, lakini kujipanga kwetu tuanzie kwenye uongozi. Tujipange kuanzia kwenye uongozi, afu tuje kwenye usajili. Hili lishakuwa fungu la kukosa kwetu. Lakini kama shida ni uongozi, wakae wao watitafakari. Sio maisha ya wana Simba na haya sio maisha ya Simba. Kama kuna tatizo ni wao, basi wakae waitatue. Lakini ukija kwenye usajili, Simba imefanya usajili mzuri tu katika dirisha dogo. Kabla ya kumlaumu pia kocha, hata wachezaji wenyewe wana makosa mengi sana kiwanjani, kwa sababu tunaona namna ambavyo wameweza kuruhusu magoli bila makini. Timu imeongoza goli 2 alafu magoli yanaenda kurudi. Tunaweza kusema poor marking, namna ya ukabaji. Hawakabi kisasa. Beki anapata mpira kutoka kwenye eneo la pembeni, anasindikiza mshambuliaji, anarudi nyuma. Huo sio mpira. Marking ilikuwa man to man, hata ile goli la pili, pengine goli la kwanza ilikuwa ni mistake. Kwenye msimamo wa kundi D, klabu ya Simba ina alama 1 kwenye michezo 4 iliyocheza, huku kundi hilo likiongozwa na timu ya Stade Malien ya Mali yenye alama 8, ikifuatiwa na timu ya Esperance ya Tunisia yenye alama 6 ikishika nafasi ya pili, wakati Petro de Rwanda ya Angola ina alama 5, ambapo mwishoni mwa juma hili itawakaribisha wekundu wao wa Msimbazi kwenye uwanja wao wa nyumbani wa Novemba 11 mjini Rwanda. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na mtazamaji, na sasa michezo za kimataifa. What about this one?